Nimesikitishwa sana na watu wangu wa karibu ambao mara nyingi tulikuwa tunazungumzia Simba kwenye engo tofauti. Mtu kama Dr. Dr. Mohamed. Anaita ile Mo alifai. Dr. Mohamed, Dr. Mudi. Yule Mudi GB64 ndugu yako. Na yule mchungaji kwa na mheshimu kabisa, ni mtu mzima alikuwa kabla kufanya kitu bila afikirie mbele kinakuwaje. Sisi Mtume Muhammad amesema hivi, lolote utakalofanya angalia mwisho wake inakuwaje. Ukiona mwisho wake ni baya, achana nalo. Au kuna nafasi kitu ambacho unakutamudhi mtu, achana nacho. Mimi nimesikitishwa tu. Ndio mimi siwezi kusema kwa sababu ameongea kauli kubwa sana. Sasa waongee klabu yeye kaongea yeye. Kitu ambacho kiukweli kabisa klabu yangu itakayoifanyia kazi hili swala, kwa sababu kesho kutwa asija katokea mtu mwingine pia akaongea vitu vingine vya hovyo, akaonekana viongozi wamehusika kumbe hawajahusika. Kitu kikubwa ni kwamba ma-influencer wengi ni wanafiki. Wanafitinisha watu, wanaongea vitu ambavyo leo wanaongea kitu hiki, kisha wanaongea kitu hiki. Mimi nilishaongea, nimeshapata zaidi ya mara 3 na watani wetu. Nikaimbe kule, lakini sijaenda kwa sababu mimi sio mnafiki. Kwa kitu kikubwa ni kwamba ukishaka klabu kubwa kama hizi na una kauli ambayo kidogo utasikika hata kwa watu wa 10 15, usiweze kuwa mnafiki. Ongea vitu ambavyo unaokana navyo, vitu ambavyo vikuhusu. Kuna msemaji wa klabu ataongea, kuna mwenyekiti wetu ataongea. Kwa kuna vitu ambavyo deeply utakiwa kuviongea kama wewe hauhusiki navyo, kwa sababu otherwise ndio matukio kama hayo tena kwenda polisi kule. Ila kitu kikubwa mimi nawaomba viongozi wa Simba na mwekezaji ambao wao wametumia muda wao mchache kumharibia. Mimi Mo simwangalia kama rafiki yangu au kama ndugu yangu. Mo namwangalia ameitoa wapi Simba, ameipeleka wapi Simba. Simba na lengo lake ni nini ndani ya Simba. Mimi ningekuwa sio vitu hivyo asikii kwa rafiki yangu kabisa. Mimi kuna masajili wangapi sio rafiki zangu kwa sababu gani? Kwa sababu hawaja link na timu ambayo mimi naipenda. Mtu kama Mo amechukua Simba ipo katika 70 50 100 huko. Mpaka sasa hivi tunazungumza iko namba 5. Alafu yeye lengo lake Simba ifike namba hii 1 Afrika. Wewe mtu huyo leo ukashafika namba 5 utakomwambia afai. Wewe ndio unafaa. Sasa wewe ungepewa timu wakati Simba iko namba 100 huko, sijui ungefika mangapi. Tungekuwa 500 sasa hivi. Kwa point kubwa katika viongozi wa Simba wote, kiukweli kabisa mimi siongei unafiki. Kiongozi ambaye nimemwona kwa macho yangu anatoa chozi kwa sababu ya Simba ni Mo Dewji. Yes. Sasa unafiki. Kweli. Mechi ile ya tunafunga goli 3 ile. Ilikuwa na Raja sijui na nani. Half time tu yule mwamba kashinda kuendelea na game. Kwa sababu tulikuwa baada ya mechi tuongee. Yaani tukutane, yani tuongee. Lakini nilipoona half time anaamka, sio half time yani tulivyoingia ile goli la 3. Kaamka. Ilikuwa la pili kipindi cha kwanza. Kaamka anaenda nje kama huyu ndo anaondoka, kama mimi nyuma niko nyuma naye. Yaani unajua namfuatilia yani. Nilipoenda kwenye gari, nikamsikilizia kidogo. Naona mtu kwenye msukani pale pembeni ya msukani analia. Naona yaani kiongozi kama wao, kiongozi ambao sisi tunamtaka, mtu atoe hela zake nje hata makubaliano, yeye ana noma. Yeye mtu ambaye Simba ikifungwa anaumia zaidi kama mshabiki, kwa sababu sifikiri kama hata mshabiki siku ile alitoa chozi. Lakini yeye kiongozi alitoa chozi lake. Kwa hiyo viongozi kama sisi ndio tunawataka. Leo tutabia sisi wafai. Utatetea boss hapo ambaye bilioni 1 kwa bilioni 1 hiyo. Afa nakakula asikizia yenyewe. Ndio mtanakopa kweli sasa. Kama sasa mnakopa kusingiziwa, mtanakopa kweli. Na simu zitazimwa kweli sasa. Kwa sababu vitu vinavyozungumza basi simu zimezimwa. Mtu akamwambia simu imezimwa, tajiri namba yake anayo. Mimi mtu kama Dr. Mohamed, mimi kasema namba 1 bala kibango, baba nitapaje namba ya mtu? Unawezaje? Inawezekana. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba mtu kwa sababu yuko karibu na mtu fulani, kwa sababu huko katika Galaxy. Yaani kama kuna tajiri anapenda machao. Yeah. Kwa hiyo yani wao wanajua matajiri wote wanapenda machao. Lakini katika mtu ambaye anataka Simba ifanikiwe zaidi na ikifungwa anaumia kuliko mshabiki ni Mohamed Daudi. Yaani mimi nasema hiyo fact ambayo nishaona na mimi pia nishakutana nayo. Kwa kitu kikubwa tusipotoshe. Na viongozi wa Simba walifanyia kazi hili swala ambalo limetokea juzi kati, kwa sababu wao ni wapotoshaji wakubwa kabisa. Kwa hiyo wasipochukulia serious, sisi tutahisi kama wanachokuongea na wao wao hili nao moja. Lakini kama tukijua kwamba wamechukulia action yoyote ya kimaadili
basi itabidi tujue kama wale hawajatuma. Kwa hiyo mimi nazungumza iko kitu kwa sababu kimeniumiza na nimeona kabisa kuna watu ambao hawataki au wanatumia nembo ya Simba kwa manufaa yao. Mtu anaongea hivyo nyuma kuna bonga mbango wa Simba kama vile katumwa kutoka na watu. Sasa sio kitu kizuri. Kwanza mtu tunaomba ufikirie. Mimi naona kama niko na mheshimu sana yule mchungaji. Mchungaji ambao umeniangusha sana. Kiukweli mimi shekhe wewe mchungaji umeniangusha kwenye swala lile kwa sababu umeongea vitu. Afu kuna kitu nikikumbuka. Wamezungumzia swala la uwanja. Mtu anasema hivi uwanja tumeelewa uwanja mpaka sasa hivi uwanja hamna, angalia wenzetu yani wenzetu wanazungumzia kwa mazuri miaka 3 mbele akwambia utaona kuona tunajenga uwanja kubwa watu wengi yani kama vile yupo katika bodi ya kule watajenga sisi hapa at least tuna uwanja wa mazoezi at least sasa watatoni sio Town sisi tuna uwanja wetu ambao sasa hivi tunafanya mazoezi atulipita hiyo milioni 2 sio ndio sasa kumpa moyo tajiri atoka kwenye uwanja wa mazoezi tujenge uwanja mkubwa zaidi ambao tutatumia katika game unaongeza watu 20,000. Sasa wewe tena unaanza kumsifia mtu ambaye hata jukwaa moja yajenga. Yaani ajaje chochote unamsifia kama huyo atajua kuwa noma huyo. Hata unajua huyo ni mpoteshaji. Kwa kitu kikubwa ni kwamba taasisi kubwa sana ya Simba mimi naiamini sana. Kuna vitu tunakosea kama binadamu lakini ni taasisi kubwa ambayo ina kila kitu. Yaani katika ni swala tu la kufanya watu waendelee, hiyo transformation ifanyike, watu vitu viendelee vikubwa. Lakini kitu kikubwa ndugu zangu mimi mpaka nimesimama hapa leo nimekuja kwa sababu ya ndugu zangu wameniangusha sana. Mimi kiukweli Dr. Mo nimekuwa unfollow. Yaani hiyo siwezi kuficha. Wewe ni ndugu yake na anasema kabisa Dr. Mohamed. Mimi kwa show zangu zote anakuja show zangu. Ni familia yangu kabisa lakini kwa tendo la jana alilofanya mimi nimeunfollow. Kama mmemind Ramadhani nakuja tusamea. Inshallah. Sisi kwa mnafiki kwenye hilo. Kwa sababu mtu ambaye ametoa Simba katika mamia huko kuleta mpaka katika 5 unaona hafai. Tena kuna mtu yule dogo akasema sisi tampa 72 watoke. Alikuwa anavaa makopa nini ya Mo Extra anavaa mambo mengi. Kwani bana nikutanisha na bosi wao masipoa. Unashida gani? Sina nauli, shika 50. Sina nauli, shika laki nampa mimi. Leo hii hata 50 hana anakuambia muda mpomo sasa kwamba ameitwa na Mo na alipofika kwa Mo akamwambia ende kwa try again akamuone. Anadai kwamba alipokuwa anaenda kwa try again akawa anamzungusha. Si umeelewa? Sasa ni Mo. Akaja akasema kaka Salax nisaidie. Nikamwambia afanya kazi, kumbe kazi ninomwambia afanye ndo kaja kufanya. Kwa umemtuma. Kitu kikubwa ni kwamba tusio wanafiki. Simba inafanya vibaya sasa hivi. Kuna mashabiki wanaumia sana. Kwa sasa hivi tunasikia maneno mengi kutoka mashabiki. Watu wanapata maajali kama tunasema wengi, watu wanaumia zaidi. Na kuna watu wamefariki. Watu sababu ya Simba yetu. Kwa hata viongozi pia, yangaeni hilo swala. Tutengeneze timu tusiwe kwa sababu mimi ninachokiona hata viongozi pia kule ndani kumejigawa. Kuna timu fulani sisi ni nguvu moja, nguvu moja. Kwa siku niliongea na Mo. Ananiambia bwana sisi yani vitu vingi sasa hatuko real. Tuko real, tuko kitu kimoja. Tuko real, kila kitu kinafanikiwa kwa sababu hata mtu ukimkosoa unamkosoa katika haja ya kueleweshana. Mtu anakubali lakini sisi hapa wengi ni wanafiki. Mtu anaweza kutoka hapa kwa kitu kingine, akatoka kwa unafiki umeamia kama influencer baadhi. Mtu akwambia hapa leo Mo apopewe. Kesho anakuambia aondoke. Huyo anakuambia Mangungu aondoke. Kesho Mangungu apopewe. Mangungu ndo noma. Sasa kwa tukuelewe nini? Sasa mtu ambie kitu kimoja. Kwa point kubwa sisi sio wanafiki. Simba ni timu ambayo inatakiwa sasa hivi tuwe wamoja kwa sababu tunafanya vibaya unajua. Tuwe wamoja ili tupate timu strong. Tuna mechi magumu anakuja hata hiyo sio ambayo kama bingwa. Hii nini ndio bingwa sana nayo. Kuna maligi huku unakutana na Yanga na tufunga mara 7 tena. Tarehe moja tunacheza na. Unaona shughuli hiyo. Bado tukoseti na timu, tunakoseti na vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Kwa point kubwa ni kwamba Simba tuwe wamoja, tushirikiane, tuweze kujenga timu yetu iwe timu strong. Jamaa tutakosea sana vizuri. Msimu uliopita sasa tulikuwa tutadi finali. Vibaya tumefika finali. Finali tuko vibaya tutafika finali. Sasa hivi ni vitu vichache ambavyo sisi tumebakisha. Tunakuweka sawa, timu iwe strong, tuendelee lakini mimi nakwambieni, tukimtoa Mo Dewji pale
hatutoweza kupata tajiri yoyote na miaka 10 au 20 mbele. Atakuja tajiri anataka maslahi tu, ndio mtajua amjui. People they do not appreciate what they have until they lose it. Kwamba watu hawathamini kile kidogo walichokishika mpaka wakipoteze ndio wanaona thamani. Na unaambiwa msoni anakuambia hivi, umuhimu wa kazi unaojua baada ya kuikosa kazi. Sasa mwacheni Mungu unishukie. Tuombe dua. Au mimi nashusha dua Al-Fatiha. Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiri kama endelea. Haigeuzi basi. Sio mbaya. Endelea. Tuende nao. Au unajua tunamwomba Mwenyezi Mungu tujalie, tusaidie kupunguza migogoro katika timu yetu. Tusaidie kesho tunacheza. Tushinde, tupate ushindi wa kwanza tupate. Ugenini tupate pointi 4, tukiwezekana migogoro iishe, tupate timu strong, tujalie wa viongozi wetu wasiweze kugombana, tupate umoja, tupate nguvu moja. Amin. Alhamdulillah. Dua fulani